Na tusonge mbele mtazamaji. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan ameondolewa madarakani kufuatia tuhuma za utovu wa maadili ya kijinsia, hatua ambayo inakamilisha uongozi wake wa miaka 5 baada ya kuteuliwa. Wakili huyo wa zamani wa Rais William Ruto katika mahakama ya The Hague huko Uholanzi amekuwa akikanusha mara kwa mara tuhuma hizo dhidi yake. Na kama anavyoripoti Daniel Kariuki, Karim Khan anasema kwamba atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Of the same rally shown in the prosecution. Wajumbe wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamepiga kura ya kumuondoa Karim Khan katika wadhifa wa mwendesha mashtaka mkuu kwa tuhuma za utovu mkubwa wa maadili ya kijinsia. Karim Khan aliyechaguliwa mwendesha mashtaka wa 3 wa ICC mwaka 2021 alisimamishwa kazi mwezi Juni na uamuzi wa kumuondoa madarakani ulipitishwa kwa kura 82 za kuunga mkono hoja hiyo. And not long for you all to wait. Chombo cha usimamizi cha mahakama kilibaini kuwa mwezi Juni alikiuka kwa kiasi kikubwa wajibu wake na kufanya utovu mkubwa wa maadili kwa kuhusika katika uhusiano usiofaa wa kijinsia na mfanyakazi mwenzake wa ngazi ya chini wa ICC, na pia kwa kujaribu kumzuia kuendeleza malalamisho yake. And his belief. Taarifa ya baraza la mkutano wa nchi wanachama ilisema, nikinukuu, baraza limeamua kwa wingi wa kura kutoka kwa mataifa wanachama 82 kwamba mwendesha mashtaka aliyechaguliwa Karim Khan alitenda utovu mkubwa wa maadili na alikiuka wajibu wake kwa kiwango kikubwa, hivyo kuondolewa madarakani. Mwisho wa nukuu. ICC imepokea uamuzi wa kikao maalum cha baraza la nchi wanachama 125 walioshiriki katika mchakato huo, zikisema, nikinukuu, mahakama itaendelea kutoa kipaumbele cha juu kabisa katika kudumisha mazingira salama, jumuishi na yenye heshima kwa wafanyikazi wote. Mwisho wa nukuu. Uchunguzi wa tuhuma hizi umeiweka ICC chini ya uchunguzi mkali wa umma, huku ukizidisha migawanyiko ya ndani ya taasisi hiyo. Khan, ambaye alikuwa mwanasheria mkuu wa Rais William Ruto wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake huko Hague, amekuwa akikanusha mara kwa mara tuhuma hizo ambazo zilianza kujitokeza miaka 2 iliyopita. Khan pia amekuwa akiongoza timu iliyoundwa kuchunguza tuhuma za mauaji, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita kule Iraq. Karim Khan amesema atakata rufaa kupinga uamuzi huo. Daniel Kariuki, KTN. Katika taarifa ya kutatanisha mtazamaji ni kwamba hofu na wasiwasi vimetanda miongoni mwa wakazi